السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Ndugu mtazamaji, tukiwa tuendelea na msururu wa kumueleza au kueleza haki ya yatima katika Uislamu, leo tueleza haki ya yatima katika mali. Yatima haki yake katika mali yake au mali. Uislamu ulimwekea haki ya kila mtu kumiliki, na ni haki ya kila mwanadamu kumiliki mali. Ni haki ya kila mwanadamu kumiliki mali, hata ikiwa ni janin, mtoto aliyomo ndani ya tumbo ya mamake, ana haki yake amiliki. Ikiwa baba yake ana mirathi, ni haki kwamba ile pale baba akifa pale naye atarithi, ana haki ya kurithi, ni haki ya kumiliki. Na yatima pia ana haki ya kumiliki mali kama vile wanavyokuwa na haki Waislamu wote. Uislamu umewekeza sharia hiyo kwamba yatima kama vile wengine wana haki ya kumiliki, basi na yatima pia ana haki ya kumiliki kama wengineo. Na kumiliki kwanza kwa mali katika madhhabu ya Hanafi, kule ile mali katika madhhabu ya Hanafi anazungumzia ni kitu ambacho kwamba kinapondokea tabia ya mwanadamu. Chochote ambacho kwamba tabia ya mwanadamu huwa inapondokea na unaweza kuhifadhi kwa wakati ambao kwamba utahitaji kukiusaidie, hiyo huitwa ni mali. Mali si pesa peke yake, ni kitu chochote tabia yako yapondokea, hupenda, kisha unaweza kukihifadhi ili kikusaidie baadaye, yote huitwa ni mali katika madhhab ya Hanafi. Na wanazuoni wa fiqhi wameeleza katika masala ya mali ni kila kitu ambacho kwamba kinaendesha maisha yako, kila kitu ambacho kwamba kinapelekesha maisha yako, lakini kiwe ni cha manufaa. Kitu kile kinakupelekesha maisha yako kwa njia ya sharia, kisikupeleke katika ya haramu, ndio mali. Umekipata kwa njia ya sharia na kinakupelekesha katika umanfaa, katika mambo ya manfaa, ndio wanazuoni walivyoeleza. Na mmoja akiwa ni Az-Zuhaili aeleza haya maneno ya wanazuoni ambao kwamba asema an yakuna mutaqawiman ay yubahu lintifahu bi shar'an, ndio neno ambalo kwamba ni aula la kutegemewa katika kueleza kitu cha mali. Kabla tujaeleza yatima ana haki ya kumiliki mali, na kwa jumhurul fuqaha ambaye kwamba asiyekuwa Hanafi yake ameeleza, jumhurul fuqaha waeleza kullu ma lahu qimatun, kila chenye kima kinapopotea kwa mtu ambaye aliyewekezwa ndani yake, anastahiki kulipa au chaweza kuwekewa dhamana mahali, bali hiyo huitwa ni mali. Huitwa ni mali. Kwa hivyo mali ndio akwali za wanazuoni ni hizi, na yatima anastahiki kuhifadhi haya ambayo kwamba yanaelezwa na wanazuoni, kama vile watoto wengine au mtu mwingine au mwanadamu mwingine anavyostahiki kumiliki vitu kama hivi. Na yatima ambaye kwamba ni wa Kiislamu huwa anafurahia wakati atakapokuwa amebalighi na ana mali ambayo mali ile yalihifadhiwa na wale mawaliu zake, ama walihifadhiwa na wale ambao kwamba wasiu wake waliusiwa. Anapokuwa mkubwa huwa atakuwa na furaha kwa yale ambayo kwamba aliyowekewa na wazazi wake, humuondoshea udhaifu ili asiweze kutofautiana na wale ambao kwamba wenye wazazi, asiweze kutofautiana na yule ambaye kwamba anaweza kutafuta mali kwa njia moja au nyingine. Shafahamiana? Na njia ni nyingi ambazo kwamba wanazuoni wameziweka za yatima kupata mali. Moja
ni yule mwenye kumsimamia awe ataweza kuyasimamia mali yake kwa njia ambayo ni sahihi, au ataweza kumwekea yeye pia mali, ana uwezo, kama atafuta thawabu kwa Allah jalla jalalu, amwekee na yeye pia mali ili akiinukia na ainukie ni mtu ambaye kwamba yuko katika hali mzuri, au mwenyewe. Almuhimu, kuna njia ambazo zimezowekwa, njia ya kurithi, na ndio njia nyingi ambazo kwamba watu humiliki mali, na ndio njia ambayo kwamba iliyokunduka, na ndio asasi ya maneno ya Allah jalla ya jalalu, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain. Neno la Allah jalla jalalu, rijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kathura nasiba mafrudha. Kwa hivyo moja katika njia ambazo kwamba yatima huwa anamiliki mali ni katika kwa njia ya kurithi. Njia ya kurithi, na njia ya kurithi ni kama aya ambazo kwamba tumezozieleza, ni kwamba ikiwa ni mwanamume apewa fungu lake, na ikiwa ni mwanamke apewa fungu lake, kwa sababu ni sharia Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu ameiweka. Isiwe kwamba ni yatima amefiliwa na babake na mama yake, wewe ambaye kwamba ni mwenye kumsimamia mambo yake ukawa uwapatiliza kwamba huyu hana wa kumsaidia, wate ni mnyanyase. Ni makosa makubwa katika sharia ya Kiislamu. Yatima anastahiki kumiliki mali kama vile mwanao anavyostahiki kumiliki mali. Yatima anastahiki kuwa na furaha katika maisha yake kama vile mwanao anavyoishi na furaha wakati unapomwangalia katika mambo yake. Kwa hivyo hali hii ya kwanza inapelekea yatuonyesha kwamba ni hali ambayo kwamba inaonyesha yatima ana njia ya kumiliki mali ni kwa njia ya wirathi. Ama itakuja njia nyingine as-sadaqat, toa sadaka, kwa sababu Uislamu umesisitiza kusimamisha sadaka kwa wale wasiojiweza, na mmoja ambaye kwamba asiyejiweza ni yatima, na ni katika wapewe mali ujuhul khairi, kwamba hawa ndio ahamu zaidi, wapewe mambo ya khairi, mali ili waweze kujisaidia yale mali yako wanapotoa kumpa yule asiyejiweza. Na mmoja ambaye kwamba asiyejiweza katika wale wanaofaa kupewa mali yako sadaka yako ni yatima. Allah jalla jalaluhu ameeleza katika Al-Qur'anul Karim kupewa sadaka mayatima, na wafanyie uzuri mayatima. Wayutimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, aya kwanza. Kuna aya nyingine ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ameeleza mayatima wapewe sadaka, yatiman dha makraba au miskinan dha matraba. Ni katika hawa ambao kwamba Allah jalla jalalu amewekeza wapewe sadaka, wafanyiwe mazuri, wafanyiwe mambo ambayo kwamba yatakawaridhisha. Tena sadaka yatima ni sadaka ambayo iliyo bora. Chakula cha kumlisha yatima ni chakula ambacho kwamba ni bora. Hizi aya zaonyesha haki kwa yatima, zaonyesha njia ambazo kwamba za kumiliki yatima mali. Na njia ya tatu, umweke alwaqf, kwa sababu waqfu ni min abwabi tamalluki al-yatim al-mal, ni moja katika njia zenye kumpelekea yatima aweze kumiliki mali. Hii ni waqfu ya yatima au ni ya mayatima. Ikawa waqfu ile kinachopatikaniwa chaenda kwa nani? Kwa mayatima, kwa sababu yasihu alwaqfu alaihim. Waqfu kwa mayatima yasihi, kuwekezea waqfu kwa mayatima. Waqfu wekezwa katika mambo ya khairi, na moja katika jambo la khairi ni yatima kumwangalia. Kwa hivyo njia ya pili au ya tatu kumwekea yatima. Njia ya nne ambazo yatima anastahiki kumiliki mali kwa njia hizo, umpe hiba au tabarruati. Hiba zile au tabarruati zile zikiwa zimetoka kwa afrad al-yatim sawa, ama zimetoka kwa afrad ambazo kwamba ni muassasat, katika taasisi ambazo kwamba zimezowekwa
kuangalia mayatima pia sawa, ama zimetoka kwa daula pia sawa. Almuhimu katika masala ya hiba, yatima anafaa kupewa. Masala ya tabarruat, yatima anafaa kupewa. Masala ya wakfu, yatima anafaa kupewa. Masala ya sadaqat, yatima anafaa kupewa. Ama almirath ndio sema ni haki yake apewe. Kwa hivyo njia ambazo kwamba zenye kupelekea yatima kurithi mali ni hizo, na yatima anafaa kurithi mali kama vile watoto wengine wanavyomirithi mali. Yatima wanarithi mali katika dia. Dia ikiwa imetokea mtu amemuua baba yake au amemuua mama yake, ile dia yatima hurithi, kwa sababu dia hugawanywa kwa wale mawarithi kwa sababu kwa hasbu ya ansabihim, kulingamana na mafungu yao dia ile. Na yatima huwa ni mwenye kurithi. Ya dia hugawanywa kwa warithi na yatima mmoja katika mirathi, ikiwa yatima wa kike na wa kike wa kiume, lidhakari mithlu hadhil unthayain, wanda vile. Yatima hurithi mali kwa baitul mal, katika nyumba ya mali ya Waislamu. Na leo baitul mali huitwa khazinatu dawla, khazina ya serikali. Hupewa yatima mali kupitia khazinatu ya serikali. Ikiwa serikali atawekeza khazina ya mayatima ili iliwasaidie, basi yatima na yeye huwa ni mtu ambaye kwamba ana fungu lake katika fungu ambalo au maingizo ya serikali ambayo kwamba anayopata. Kwa hivyo baitul mali ikiwa khazinatu dawla kwa lugha kileo ni kwamba kuwekwe mafunga ambao ni yanawahusu mayatima peke yao, dakhala ya mayatima peke yao iwe itawasaidia katika umiliki wa mali wao, ili mali ile ije kuwasaidia wakati wanapokuwa wakubwa. Yatima hurithi mali kwa njia ya zaka. Na hasatan ikiwa yatima ni katika yale mafungo ambayo kwamba au ameingia katika yale mafungo wanaokula zaka matano. Matano ni maskini, ni fukara, ibn sabili au wote. Ikiwa ataingia moja katika yatima atapewa zaka, na ni aula apewe zaka, kwa sababu ikiwa ana mali yake mwenyewe yamsi atoe zaka na yeye wakati mali yale atazopozungukiwa na mwaka na amefika kiwango cha kutoa zaka. Lakini ikiwa ni mtu hajiwezi, tayari ameingia katika ufukara, ama ataingia daraja maskini au daraja lolote, almuhimu ni kwamba ikiwa yatima yule ataingia katika yale asnafu thamania, basi ni kwamba apewe mali yake ili aweze kumiliki mali yake. Arbahu tijara, katika mafungu ya biashara au wenye faida ya biashara. Faida ya biashara, ikiwa yatima na mali na biashara ikafanywa, au aliacha mali yakafanywa kazi, mali yakafanyia kazi, na yatima na fungu lake pale, ile arbahi yake atapata, arbahi yake atapata. Kwa hivyo haya ni mafungu ambayo kwamba wanazuoni wetu wamekuja kutuonyesha kwamba yatima anastahiki kumiliki mali, na njia ambazo kwamba zinazofaa yatima awe atamiliki mali ni hizi ambazo tumezozitaja, njia ambazo ni 9, njia 8, afwan, njia 8. Njia ya wirathi, njia ya sadaqat, njia ya wakfu, njia ya hiba ama tabarru, njia ya adiyat, dia ambayo kwamba aliyomuua babake mali yale tagawanywa kwa mayatima kwa njia ya wirathi, njia ya baitul mali au khazinatu dawla, njia ya zaka yatima upewa, njia ya arbah, faida ambayo kwamba inapatikana kwa biashara yatima hupewa. Kisha sasa baada ya kwamba yatima amepewa yale mali au amemiliki mali, sasa hukumu ya kutumia yale mali katika fiqh al-islami huendaje? Ikiwa yatima ni ahliyatul ada,
aweza kutumia mali kwa njia mzuri kwa nafsi yake adaan kamilan, hupewa yale mali akawa ni mwenye kutumia mwenyewe. Asiwe ni mtu ambaye kwamba ni safi. Ikiwa ni safi bado hajakuwa na ahliyatul ada, ikiwa ni maatua hajakuwa na ada, ikiwa ni majnuna hajakuwa na ahliyatul ada. Lakini ikiwa ni adaan kamilan, ahliyatul ada, hayuko katika yale mafungo ambayo kwamba ni mahjuru wale, basi mayatima upewa mali yake akawa ni mwenye kutumia. Lakini akawa ni adaan naqis, kuna adaan naqis. Adaan naqis ni udogo, kwamba bado hajakuwa ni mtu ambaye kwamba sinu rushdi au sinu bulugh, huziiliwa mali yale mpaka atakapokuwa mkubwa, atakapoweza kujisimamia wajibati yake, hupewa mali yale akawa mwenyewe mumarasati al-amali allati yukhatabu biha الشارع الإنسان عند كمال عقله وتصور هذه الأعمال منه على وجه يعتد به شرعا. Atumie mali yale kwa njia ambayo kwamba yenye kustahiki, na njia ambayo kwamba hupewa ni kwamba mpaka awe ni akili, mpaka awe amebalighi, na atakapopewa yatima kama yule atumie kwa njia tatu ambazo kwamba njia zile ndizo zimezewekwa kwa wanazuoni wetu wa fiqh, ziwe zitamsaidia katika maslahi yake. Kwanza, atumie katika matumizi yenye kumnufaisha yeye mwenyewe, matumizi yenye kumnufaisha mwenyewe. Asitumie kwa sababu yule ambaye kwamba ahliyatul qasira kwamba hawezi kuyatumia kwa njia kumnufaisha mwenyewe, ni kwamba huziwiliwa mali yale mpaka akawa ni mzima wa ahliyatul ada kamila, kisha hupewa zile hiba na sadaka na wasia ambazo kwamba zimeelezwa. Kwa fupi, atumia katika nafi'atan naf'an mahdhan. Asitumie katika tasarrufat ambayo kwamba ni dhararan mahdhan. Ikiwa yatima aonekaniwa mali yale yatampelekea kutumia katika masala ambayo hayana manufaa na yeye, kama ulaji wa mirana na mengineyo, uvutaji wa sigara na mengineyo, basi pale mali yale la yajuzu lilyatimi an yatasarrafa fihi dharar, katika mambo ambayo kwamba yenye madhara haifai kwa kile kutumia. Wala yajuzu liwaliyihi au wasiyihi aidan ijra'u ayu shay min hadhihi tasarruf, kupitisha mali apewe yatima ili atumie katika haya mambo ambayo kwamba yenye maradhi, yenye madhara, kama vile achukue mali akopeshe, labda ni kwamba yule wali wake au wasii wake ataziwia, kama vile ambavyo ikiwa itadhihirika na kuthibitika mali akipewa yatima huyu atatumia katika njia ya madhara. Kuna njia ya tatu ambayo hutokea katika baina nafi na madhara, mambo ambayo kwamba hupitia baina manufaa na madhara kwa wanapotumia yale mali, kalbei wal ijara wan nikah. Wakati huo hapa yatima hatatumia yeye mali yale, atakayetumia ni yule wali wake, na yeye atafuatana na yule wali wake kuangalia yale mambo yanavyokwenda. Shafahamiana, si ndio? Ili haya mambo afahamu yule yatima vile anavyopelekwa, atakapokuwa ni mumayaz ajue mwenyewe kuyapelekesha katika mambo mazuri, kwa sababu bado atakuwa hajaingia katika ile tamyizi ya kuweza kuyatumia mali kama haya kwa njia ambayo kwamba inayostahiki, kama wanazuoni wanavyosema wafikihi. Ni maana yule wali wake asimame na yeye ajifunze kutoka kwa wali wake namna ya kuweza kukwepa madhara kuingia katika manufaa, na baada hapo itafungamana sahihatu biidhni walihi man'an lidharari. Wali wake atakuwa anamkataza kuingia katika madhara, na anasimama na yeye katika haki yake kutumia haya mali ili asiingie kwenye madhara. Na haya ni katika madhhab ya jumhur, ama Hanafi afwan,
Ama madhhabu al-jumhur la tasihu minhu hasba ra'yi al-jumhur, kwamba haingii, hapewi mali kutumia kwa vitu ambavyo kwamba viko baina al-naf'i wal madharati, baina manfa na madhara. Ama ikiwa ni mambo ya manfaa hupewa akatumia, ama ni mambo ya madhara huziwilia asipewe kutumia. Ama mambo ambayo kwamba yatakuja baina an-naf'i wal dhar, baina ya kumnufaisha yule yatima na baina ya kumletea madhara yule yatima, ra'yul jumhur hapewi mali kama yale, bali hupewa wali wake, na yeye akafungamana na wali wake wakapitisha yale mambo ambayo kwamba yamo baina ya an-naf'i wal-dhar. Hii ndio hukumu ya kutumia yatima mali yake ambayo kwamba aliorithi, au mali aliyopewa kwa njia ya sadaka, au mali aliyopewa njia ya wakfu, au mali aliyopewa njia ya hiba, au mali aliyopewa njia ya dia, au mali aliyopewa njia ya zaka, wa ala dhalik katika arbah, ni kwamba atumie kwa sehemu, ima matumizi yake huja kwa sehemu tatu: la manfa na la madhara na an-nafu wal-dhar. La manfa hupewa akatumia, la madhara huziwiliwa, na baina an-nafi wal-madhar yule wali wake huingia mubashara, na yeye akamwangalia wali wake mpaka azoee kujitoa katika yale madhara. Bali ra'yul jumhuri, Hanafi asema hupewa, lakini ra'yul jumhuri akasema la, hapewi mpaka awe ni mumayiz. Na mpaka hapa tutakomea. As'adallahu awqatakum wa ila liqa, fa shukran wa jazilan, wassalamu alaykum wal afwa minkum. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.